Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa mtaa wa Mnaida kata ya Mitengo manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wamelalamikia suala la wizi pamoja na michango holela katika shule ya sekondari Mitendo hasa zinapokaribia sikukuu. Wananchi hao wameelezea hayo wakiwa katika mkutano wa hadhara na viongozi wa serikali ngazi ya kata, huku wakilalamikia wizi majumbani ambao kwa kiasi kikubwa unachangiwa na uwepo wa vichaka katika maeneo ambayo hayafanyiwi usafi. Mnaida huko juu huko, kila siku utasikia wizi, kila siku utasikia wizi. Huku Mnaida huku, sisi wenyewe tunaweka huku wapo. Kwa mfano kama akiwepo mjumbe mmoja yuko huko, anashindwa kuchunguza kwamba mwizi nani huko. Imeiba video nyumba moja mara mbili, wakanunua akaibwa tena. Lakini kingine kinachoweza kusababisha vichaka, yani ile mtaa unarudi tena kama zamani, kwa sababu kila mwenye eneo yeye asafishi. Kwa maana hata kama huyo anaozingua anaenda anakaa sehemu, kwa sababu mimi siwezi kukaa pale nyumbani kutwa mzima, lazima nikatafute riziki. Kwa maana ukitoka tu anajua anapenya asionekani, akaingia ndani akachukua akatoka. Tuhudhurie vikao, kwa sababu tunapokuwa na vikao katika hizi shule huwa ninakuwepo. Kwa hiyo hakuna michango ambayo iko nje ya yale ambayo tumekubaliana kwenye kikao. Tuendelee na kurasa. Zao la mahindi limezidi kushamiri sokoni na kupelekea kufurika kwa bidhaa hiyo ambayo sasa imeanza kushuka bei mno ili kupata wateja na kufanya biashara ya mahindi kuwa ngumu kwa wafanyabiashara. Wakiongea na Kurasa, wafanyabiashara wa zao hilo wamesema licha ya kuwa na wateja wao maalum na kuwepo kwa wingi kwa zao hilo, changamoto ya usafirishaji na kufurika kwa bidhaa hiyo kumeharibu soko lao. Na wakati kwa biashara kipindi hiki hiyo biashara imekuwa ngumu kutokana kwanza mko wenyewe kwanza yenyewe umekuwa kwa wingi uzalishaji, yamejaa mengi shambani. Ndio maana hata mtaani kwa mtu kule katoa jiko lake ndani kaika uza hapa sheria bwana. Kwa biashara leo sasa hivi imekuwa ngumu. Biashara imekuwa ngumu sasa hivi ya mahindi. Yapo mengi yamejaa. Kwa watu wateja kuna kwa mgumu uzaji wake. Changamoto ipo kwa sababu kuna kama hivi leo umekuja hapa umepata, sikwenda kuja tamba kaja sokoni mahindi pia usiyakute kutokana na gazi na hasa kwa njiani kwa mvua zikiwa nyingi. Kwa hiyo ni hivyo yani, gari mahindi hapo sema kutoka changamoto ya njia ndio inaweza kufika sokoni mahindi usiyakute, au gari zikaingia zikawa chache mkanunua kwa bei juu. Ila kama gari njia ikiwa kavu gari zikiingia nyingi pia kwa kidogo, nashukuru Mungu mahindi tunapata kidogo kwa wingi. Changamoto tunakutana nazo, nauli zimepanda, lakini pia tena zinaenda kugusa mpaka wakulima. Kwa sababu wakulima wanatakiwa washushe bei ya mahindi ili sisi tuweze kumove ile kupakia, kusafirisha mpaka kuyafikisha hapa. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi 50 wa wilaya ya Songea mkoani Ruvuma wamefikishwa katika baraza la ardhi la Songea kwa kushindwa kulipa kodi ya pango la ardhi ambayo wamemilikishwa. Akizungumza baada ya kuwafikisha wananchi hao katika baraza la ardhi, kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Ruvuma Saidi Jumaa Kijiji amesema zoezi la kuwachukulia hatua wadaiwa wa kodi ya pango la ardhi linaendelea na linatekelezwa katika wilaya zote za mkoa huo. Mwananchi ambaye tumemilikisha na ameshindwa kutimiza matakwa yaliyopo kwenye ile hatimiliki, kuna adhabu kuu 2 ambazo anaweza akachukuliwa. Ya kwanza, tunaweza tukampeleka mahakamani kama tunavyofanya kwa yule ambaye ameshindwa kulipa kodi ya ardhi. La kwanza tunampeleka mahakamani, na mahakamani akishindwa kulipa ndani ya muda aliopewa au kwa namna itakavyoonekana mahakama itakavyoamua, basi tunaweza tukauza kiwanja chake au nyumba yake kwa lengo la kufidia ile mali, kufidia lile deni la serikali ya kodi ya pango la ardhi. Mimi nitaka nishauri kabla kufikia hatua kumpeleka mtu mahakamani, kwanza jamii ipate elimu ya ardhi. Jamii iliyo kubwa haielewi ardhi kama inalipiwa. Tusijisaulishe, tusijione kwamba tunaishi pasipo sheria. Sheria inasema kutokujua sheria sio ndo uwe mmoja wa watu wanaovunja sheria. Sheria inataka ulipe kila mwaka, ulipie kodi yako, uwe huru, uishi kwa amani. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia Kurasa, jina langu ni Samson Charles. Nikikutakia wakati mwema, endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East
East Africa TV. Kurasa